Leo ni tarehe 9 tarehe 15 utaona kufanyika uchaguzi kule nchini Uganda. Na bado tumeendelea kushuhudia namna ambavyo kinachoendelea kwa sasa katika kampeni kule Uganda baina ya viongozi. Mambo ya komoto kweli kweli Uganda. Kila mmoja akivutia upande wake kiamulani, lakini kwa Rais Museveni na pia kwa mara nyingine anawania nafasi hiyo. Mr. Agweyu, habari za Nairobi? Salama sana kaka, Nairobi tuko salama, labda upande wa Dar es Salaam. Upande wa Dar es Salaam ni salama, na hapo tutaangazia kuhusiana na kampeni za uchaguzi ambazo zinaendelea kule nchini Uganda. Agweyu, kwa jicho lako la uchambuzi na kwa namna ambavyo pia umejaribu kufuatilia tangu ambapo kampeni zimeanza na matamko kadha wa kadha ambayo yameendelea kutolewa na viongozi huko Uganda, chama tawala lakini pia na hata wapinzani, unatizama uchaguzi huu utakwenda kwa uchaguzi wa namna gani hasa, na hasa kampeni ambazo tunazishuhudia za namna gani kiujumla huko Uganda? Kwa upande wangu, jambo la kwanza ambalo ningependa kusema ni kwamba hatutarajii kwamba uchaguzi ambao unakuja wiki ujao utakuwa uchaguzi wa huru na haki, kwa sababu ya mambo kadha wa kadha. La kwanza ambalo tunafaa kuzingatia ni kwamba yale mazingira ambayo yameweza kutengenezwa na serikali ambayo iko mamlakani kwa sasa nchini Uganda imeweza kuifanya kuwa vigumu sana kwa upande wa upinzani kufanya kampeni zake kwa huru bila vurugu, kwa sababu tumeona kwamba wale polisi na pia majeshi wamekuwa wakiweza kujiingiza katika kampeni za upinzani na kusababisha vurugu kwa kutupa vitoa machozi, kutumia risasi na njia zingine ambazo zimefanya kuwa vigumu sana kwa upande wa upinzani kufanya kampeni. La pili ambalo tunafaa kuzingatia ni kwamba pia Umoja wa Mataifa umeweza kusema uchaguzi ambao unaokuja wiki ujao hawatarajii kwamba utakuwa uchaguzi wa huru na haki, kwa sababu upande wa serikali imeweza kuonyesha waziwazi kwamba ina njama ya kuhakikisha kwamba ile matokeo ambayo itaweza kutokea itakuwa matokeo ambayo itaweza kumuonyesha kwamba kiongozi aliye mamlakani kwa sasa ataendelea na kupata kura nyingi. Na kwa kile ambacho tunafaa kuzingatia kwa sasa ni kwamba katika taifa la Uganda kuna mambo kadha wa kadha ambayo yameweza kutekelezwa na uongozi wa sasa ambayo inaonyesha yule kiongozi aliye mamlakani hayuko tayari kutoka mamlakani. Jambo la kwanza ni kwamba waliweza kufanya mageuzi ya kikatiba mara mbili. Ya kwanza wakafanya mageuzi ya kuondoa ile ambayo tunaita term limit ambayo kiongozi hawezi kuania kupita wakati fulani, na pia kwa wakati fulani wakaweza kufanya mageuzi ambayo yaliweza kuondoa ile ambayo kwa Kiingereza tunaita age limit ambayo ingemzuia rais aliye mamlakani kwa sasa kutoendelea kuwa mamlakani anapofika katika kiwango fulani cha miaka. Naam. Yako makundi mawili ya Agweyu. Lipo kundi ambalo linatamani sana Rais Museveni endelee kutokana na kwamba amesidia amani kuendelea kuwepo Uganda, lakini lipo kundi ambalo pia linamtaka Kyagulanyi kwa sababu ni vijana, hasa kundi hilo la vijana. Makundi hayo unatathmini kwa namna gani Agweyu? Ukiangalia uchaguzi wa Uganda ni chaguzi ambayo ina kwa njia moja au nyingine kuna makundi tofauti kama ulivyosema kwamba kuna kile kikundi ambacho kinaona Rais Museveni anafaa aweze kubaki mamlakani kwa sababu ya ile amani ambayo ameweza kuiweka na ile stability ambayo wanasema kwamba ameweza kuipea taifa la Uganda. Na kundi la pili ni kundi ambalo linaona kwamba Rais Museveni ameweza kuwa mamlakani kwa muda mrefu, na kwa sababu ya hayo ameweza kuharibu uchumi, au kwa njia moja au nyingine uchumi haukui kama wanavyotarajia, na wengi wao ni vijana.
Tukirudi nyuma kihistoria, nchi ya Uganda ni nchi ambayo imekuwa ikishuhudia misukosuko mingi sana ya kisiasa katika upande wa Afrika Mashariki. Ni nchi ambayo imeweza kuona mageuzi ya kijeshi ikilinganishwa na taifa lingine la Afrika Mashariki yale ya mwanzo, Kenya, Uganda na Tanzania. Basi nchi ya Uganda ni taifa ambalo limeweza kupitia matatizo tofauti ya uongozi kabla Bwana Museveni hajaweza kuingia mamlakani. Na kwa wale ambao waliokuwa nyakati zile, ambao wengi wao ni wazee kwa sasa, wanaona kwamba kwa sababu Bwana Museveni ameweza kufanya nchi ya Uganda imeweza kuwa na ile stability kwa njia moja au nyingine, basi wanaona itakuwa vyema ikiwa ataendelea kukaa mamlakani, kwa sababu kwa sasa wanaona ni taifa ambalo lina amani na pia ni taifa ambalo ni tulivu. Lakini kwa upande mwingine izingatiwe kwamba Bwana Museveni ameweza kukua mamlakani kwa zaidi kwa kiwango kwa zaidi ya kwa sasa tutasema karibu miaka 40. Kuna wale ambao wameweza kuzaliwa na wakaweza kumpata Bwana Museveni katika uongozi. Na ukiangalia kwa sasa dunia, tutasema kana kwamba kwa sababu ya mitandao, wale ambao wameweza kuzaliwa na kupata Bwana Museveni katika uongozi wanaona yale mataifa tofauti na yale yanayoendelea katika mataifa tofauti kana kwamba labda taifa la Kenya rais anaweza kuwa tu mamlakani kwa miaka 10, au katika yale mataifa mengine yaliyoendelea. Na kwa upande wao wanaona kana kwamba ikiwa Bwana Museveni ataendelea kuwa katika nafasi ya uongozi, basi nchi ya Uganda haitaweza kupata maendeleo ambayo inafaa kama yale mataifa mengine, kwa sababu wanamuona la kwanza ni mzee ambaye haelewi pale ambapo dunia inaenda. La pili ni kana kwamba wanaona ikiwa demokrasia haitaweza kuzingatiwa, basi itakuwa vigumu kwa matakwa yao kutekelezwa, kwa sababu kiongozi ambaye anatumia nguvu kubaki mamlakani, ina maana kwamba itakuwa vigumu kuchukua wosia kutoka kwa vijana wadogo ambao kulingana na Bwana Museveni anaona hawana ile uwezo ya kuongoza nchi. Kwa sasa siwezi kusema ni kiongozi yupi ambayo Waganda wanafaa kuchagua, kwa sababu nchi ya Uganda kulingana nao wanasema kwamba ni nchi yenye demokrasia, na kwa sababu ya demokrasia ni wao tu wana uwezo wa kuchagua yule kiongozi ambaye wanamtaka. Lakini kwa upande mwingine izingatiwe kwamba umri sio chanzo cha kusema kiongozi ni mzuri au kiongozi ni mbaya. Lakini kulingana na upande wa upinzani wa Uganda, wanasema kwamba Bwana Museveni ameweza kukaa mamlakani kwa miaka 40 kwa sasa, lakini hawaoni ile change ambayo wanahitaji. Na upande wa serikali wanasema kwamba Bwana Museveni ameweza kufanya nchi ya Uganda imekuwa nchi ya amani. Kile ambacho nitawaomba wale wananchi wa Uganda ni kwamba wanapoenda kupiga kura wazingatie cha msingi, wazingatie ni lipi haswa ambao wanataka wale kama wananchi wa Uganda, na ikiwa kuna kiongozi ambaye kwa njia moja au nyingine anaonyesha matumaini ya kutekeleza matakwa yao, basi yule ndio anafaa kupigiwa kura. Naam. Agweyo, tunaona moja kwa moja jumuiya za kikanda zimeshawahi, mpaka Umoja Mataifa zimeshaweka angalizo lake, limeshakuwa na wasiwasi zidi ya uchaguzi huu unaenda kufanyika Januari 15. Unadhani kitu gani, tukiachana na wasiwasi, ambacho moja kwa moja kingepaswa kufanywa na jumuiya hizi kabla ya yale matokeo ambayo tayari wameshaanza kuweka wasiwasi? Kwa sababu Uganda ni taifa ambalo tutasema kwamba kwa Kiingereza it's an independent state, inakuwa vigumu kwa mataifa mengine au pia katika jumuiya kama lile jumuiya la Ulaya
kuingilia mambo ya ndani ya nchi ya Uganda kwa sababu ya ile tunasema sheria za kimataifa. Lakini kwa sasa ingekuwa vyema ingawa wana wasiwasi, ingekuwa vyema kana kwamba wataweza kuchukua zile necessary steps ambazo zinaweza kuhakikisha kwamba uchaguzi ambao unaenda kwa njia moja au nyingine itakuwa wa huru na haki. La kwanza ni kwamba ingekuwa vyema ikiwa wataonyesha waziwazi ni lipi ndio atakuwa rais kwa upande wa upinzani. Kiss Report. Uchambuzi mwanzo mwisho. Afrika bila kushikwa mkono au bila uwezo wa mataifa ya magharibi au kwa Kiingereza ambayo tunaita Western State. Ukiona kiongozi yoyote ambaye yuko mamlakani ya Afrika na ni kiongozi ambaye anaona kana kwamba ana nguvu nyingi sana, ujue kwamba nyuma yake kuna yale mataifa ambayo yameweza kumpa uwezo. Ikiwa mataifa haya ya magharibi au pia Umoja wa Ulaya na mengine hayataweza kuingilia mambo ya Afrika kwa kiwango ambacho wanaweza kuwapa nguvu viongozi ambao wananchi hawataki mamlakani, itakuwa rahisi sana kuwapatia wale wananchi wa lile taifa nguvu ya kumwondoa kiongozi yule mamlakani kupitia kupiga kura ya huru na haki. Naam. Agweo, kutokana na mabadiliko ya kidunia kisiasa kwa sasa, kwa mfano kama hiki kilichofanyika kule Venezuela na siasa ya Marekani imebadilika sana kutokana na maamuzi yale, unadhani kwamba Waganda na Afrika kwa ujumla ina lipi la kujifunza kutokana na haya yanayotokea, hususan wakiwa wanaelekea kwenye chaguzi mbalimbali za kuwapata viongozi? Kuna mambo tofauti ambayo yanafaa kujifunza. La kwanza ni kwamba kwa wale viongozi ambao wapo mamlakani, ijulikane kwamba ingawa wanaweza kuwa na sapoti kutoka mataifa tofauti, ile sapoti inaweza kuondoka, na inapoondoka inamaanisha yule ambaye ako kinyume na uongozi wako anapata nafasi ya kukuondoa mamlakani, kwa sababu kwa mataifa mengi sana ya Afrika sisi tunategemea ile uwezo ya mataifa makuu duniani, iwe uwezo wa China, uwezo wa Marekani na uwezo wa mataifa mengine. Na kwa sababu ya haya unapata kuna viongozi ambao wako mamlakani na wanatumia nguvu za kiimla ili kuweza kuongoza taifa. Lakini kwa kile ambacho kimetokea ni kwamba ikiwa kwamba wale marafiki wako wataenda kinyume nawe, hao hawatakupa sapoti, basi yule adui yako atapata nguvu ya kukuondoa. La pili ambalo tunafaa kuzingatia ni kwamba ingawa kama wewe kiongozi uko mamlakani, ni vyema sana uwe na ile support ya wananchi, kwa sababu ikiwa ile support ya wananchi itaweza kuondoka, inakuwa rahisi sana kwa mataifa ya nje kutumia njia ambazo si za kisheria kukuondoa mamlakani, na kwa sababu wanaelewa vyema kwamba ikiwa hata watakuondoa basi hawataweza kusababisha chochote katika nchi yako, kwa sababu wananchi wenyewe hawakutaki. Naam. Agweo, kiongozi katika Afrika kupata support ya wananchi, vitu gani avizingatie ili mradi kwamba wananchi wawe wepesi kuweza kupata support? La kwanza ambalo kiongozi anafaa kuzingatia ni kila kiongozi kabla hajaingia mamlakani katika mataifa ya kidemokrasia huwa ana kile ambacho tunaita manifesto. Kile ni ambacho wakati anapopiga kampeni anawaeleza wananchi ni kipi haswa atatekeleza atakapoingia mamlakani. Ikiwa viongozi wataweza kutekeleza yale manifesto, basi hawataweza kukosa support ya wananchi. La pili ambalo ni la muhimu sana, kila kiongozi inafaa aweze kufuata sheria na kanuni za nchi. Ikiwa kiongozi atakuwa na ile heshima kwa katiba na sheria za nchi, ile sapoti ya wananchi hataweza kuikosa. Na cha tatu ambacho ni muhimu, kila kiongozi anafaa kuheshimu wananchi ambao waliweza kumpigia kura, kwa sababu tumeona limekuwa jambo la kawaida katika mataifa ya Afrika. Kiongozi anapata sapoti ya wananchi, anapigiwa kura, na anapofika mamlakani au anapopata kiti ambacho alikuwa anatafuta, basi anaanza
kuwadharau au kuonyesha madharau kwa wale wananchi haswa ambao waliweka mamlakani. Ikiwa viongozi wataweza kuzingatia mambo haya matatu, basi itakuwa rahisi sana kwao kuongoza taifa na pia kupata sapoti ya wananchi. Naam. Nikushukuru sana Agwey Collins kutokea huko Nairobi nchini Kenya. Asante sana kwa kuungana pamoja nasi kwa hivi leo. Karibu sana, wasalimu wa Tanzania. Asante. Ni Agwey Collins, ni mchambuzi na mdau wa masuala mbalimbali ya kisheria. Ni mwanasheria mwenye mchambuzi wa masuala mbalimbali ya kitaifa na kimataifa, tukizungumza naye kwa pamoja, yeye akiwa kule Nairobi nchini Kenya. Hasa tukiangazia kuhusiana na kampeni za uchaguzi wa Uganda ambazo zinafanyika hivi sasa, na uchaguzi wake ukienda kufanyika kati mwezi huu wa kwanza, kwa maana tarehe 15 ya mwezi huu wa kwanza, uchaguzi wa Uganda, na kampeni hasa ikifanyika huko, kampeni ikionekana hasa kwa ukubwa zaidi kwa rais aliyepo madarakani hivi sasa, lakini pia na mpinzani mkuu Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine, mwanamuziki huyo. Na tunashuhudia kwa namna moja ama nyingine na mengi ambayo yameendelea kuzungumzwa hasa katika kuelekea uchaguzi huo, na yale mengi ambayo pia yameweza kauli mbalimbali tata ambazo zimeendelea kujiri. Kwa hiyo mambo yamekuwa ni mchuano mkali kwa kweli, na Musa mpaka kufika hiyo tarehe 15 sio masihara. Kwa hiyo nadhani kwamba kwa wale Waganda wenyewe sasa hivi usingizi haupatikani.